Moneyles Production. Hii ni Jamani tuko live, karibuni sana kwa mara nyingine ambao mnajiunga nasi. Hii ni Talk to Diaspora. Kwa siku ya leo jamani, kwanza kwangu ni furaha kubwa sana kwa sababu mgeni niliyokuwa naye ni mgeni ambaye nilikuwa nina shauku ya kufanya naye mahojiano siku nyingi sana. Mwenye atasema. Lakini kutokana na ratiba zake ubize, tunaelewa majukumu ni mengi, lakini leo akasema wacha tupate nafasi ya kuweza kujumuika ndani ya Talk to Diaspora na yaweze kushare experience ya maisha kwenye nchi anayoishi, lakini pia yamkini kwenye nchi zingine ambazo ameshawahi kupita. Si mwingine ni dada yetu Tausi Likokola. Tausi ni jina kubwa sana kwa wadau wa masuala ya urembo nchini Tanzania. Unapotaja Tausi Likokola kwenye ile 10 bora ya watu ambao wamewahi kufanya vizuri, wanaendelea kufanya vizuri na majina tajika na heshimika, huwezi kumwacha kwenye fashion industry kwa ujumla nchini Tanzania na duniani. Kwa mimi nisiwalize uhondo, niko naye hapa atatupa experience ya maisha ughaibuni na kazi kwa ujumla. Karibuni sana Dada Tausi. Thank you so much kwanza kwa kukubali kushare na sisi leo ndani ya Celine Network. Ndio, nashukuru kuwa na mimi. Umeniandikia kama ulivyosema shughuli, nikajua right timing tutapata muda. Sasa naona now is the right time. Nimekutambulisha juu hapo tu Tausi Likokola. Of course nafahamu unatokea nchini Tanzania, umeishi nchini Tanzania, lakini naweza kusema asilimia kubwa ya maisha yako uliondoka nchini Tanzania kwa sababu mbalimbali ikiwepo masomo, lakini pia kazi ambazo umekuwa ukifanya. Kwa wasiofahamu labda Tausi huyo ni mwenyeji wa wapi kule nchini Tanzania? Good question. Sasa mimi babangu ametokea Lindi. Mama yangu mchanganyiko wa Msukuma na Muhaya. So ndio, kwa hiyo kwenye upande wa baba kuna Umakonde na upande wa mama kuna Uhaya. Okay. Na kuna Ugiriki kidogo ya babu. Okay. Kwa hiyo ni chotara. Ndio. Okay. Dada Tausi, kwanza na kurudisha nyuma kwenye safari ya jina lako kuanza kujulikana. Wewe umekuwa ukitajwa kama mwanamitindo wa kimataifa kwa muda mrefu sana. Nadhani kwa watoto 2000 wanaweza wasio wanaelewa, lakini sisi wakongwe jina lako likitajwa tunaelewa huyu anayezungumziwa ni mtu wa aina gani. Nataka uanze kutueleza hapo kwenye career. Ulianzia wapi masuala ya urembo nchini Tanzania, ama ulianza kujulikana Mtanzania lakini ukiwa unafanya kazi zako nje ya Afrika? Mimi nimemaliza high school Jangwani, Dar es Salaam. Nikapata opportunity ya kwenda kusoma nje. So kwanza nilikwenda Finland. After almost 2 years nikahamia Ujerumani. Wow. Na nilipokuwa Ujerumani nikawa scouted kwenye mitaa. Ni mrefu mingi sana. Kwa hiyo wakanifuata, wakaniambia unaweza kusign na model agent hapa. Na ilinichukua muda kwa sababu nilikuwa quite the opposite. Nilikuwa nina focus na shule, bado nilikuwa najifunza Kijerumani. By the way, naongea Kijerumani safi kabisa. So ikanitumia muda, lakini baadaye ya kufikiria na kushauriana na watu waliokuwa wananimentor at that time, nikaamua to give it a chance. So I signed with Mega Models. I think it's the second biggest model agent hapo Ujerumani na pia Europe. Kwa hiyo nikaanza hapo, nimefanya almost 20 years actually mpaka nilipokuja kuretire. Agent wangu alikuwa Ujerumani
lakini ukishafikia level fulani yeye anakuwa ni mother agent, alafu anakutuma nchi nyingine. So nimetembea nchi zote, as a matter of fact all continents nimeweza kutembelea katika mambo ya fashion. Talking about, nilikuwa nakuja huku Marekani ambako sasa hivi naishi, wakati niko base Ujerumani. Nilikuwa nakwenda Ufaransa, nilikuwa nakwenda Italia, yani sehemu zote zile nilikuwa nazunguka. Wakati mwingine nakaa wiki 2-3, wakati mwingine unajifunza, una-adapt, unasafiri. Yeah. So it was fun time. Na ulipokuja Finland baadaye ukahamia Ujerumani kwa ajili ya masomo, ilikuwa ni masomo ya kitu gani? Ulikuwa unafanya pia masuala ya fashion ama ilikuwa wewe unasoma vitu vingine lakini ikabidi uingie kwenye fashion kama ambavyo umesema umeshawishiwa? Kwanza nilipata scholarship, nilikwenda kwa telecommunication engineering Finland. Alafu nilipobadilisha kwenda Ujerumani nikabadilisha sasa, nikaenda kwenye PR, public relation and business administration. So it had nothing completely different. Baada ya kuhitimu masomo yako nchini Ujerumani, ukizingatia tayari jina linakuwa kwenye fashion, uliweza kumanage kufanya kile ulichokisomea ama ulikipa kisogo ukafocus na fashion? Kwa kweli fashion ilinifungulia milango mingi. So my focus ilienda sana kwenye fashion. Lakini nilimaliza pia shule kwa pembeni, ingawa ilichukua muda mrefu. But I think my life took a completely different road. Nikawa more kwenye fashion, nikaenda kwenye mambo ya humanitarian, nikaanzisha non-for-profit organization both in Germany. Nikawa nafanya kazi na organization tofauti Tanzania na nchi nyingine za Afrika pia. So I would say sikufunga kabisa kwa masomo, lakini sikuelekea tena kuendelea vitu ambavyo nilikuwa nisomee. Ingawa vimenisaidia mpaka sasa hivi kuweza kuwa mwandishi, kuweza kufanya vitu vingi. I think ukimaliza education, ukipa kipaumbele masomo, yanakusaidia katika sehemu nyingi za maisha, hata kama hutafanya kazi. Yani sijawahi kufanya kazi ya 3 to 5 ya kukaa ofisini. Hapa ni nyumbani kwangu, kwenye ofisi yangu na nini. But it was the education behind that helped me to manage well my time in the fashion industry, na kuweza pia kufuata hizo opportunity ambazo fashion industry ilinipa. Wow, hongera. Tausi, umefanya kazi na brandi kubwa ulimwenguni, brand tajika. Just to mention a few kwa wasiofahamu, amefanya kazi na Tommy Hilfiger, Ismiaki, Escada, just to mention a few. Yani ni nyingi. Tuzungumzie mafanikio ambayo umeyapata. Kipi kinabaki kumbukumbu kwako, unasema hiki ni kwa sababu ya fashion na unajivunia mpaka leo? Kama ulivyosema, yani kwa kweli at that time kwetu sisi watu ambao tunasema ni weusi, na mimi nilikuwa Marekani, yani Ujerumani, it was a blessing to be able to work with Ismiaki, Christian Dior, Gucci na wengine ambao ilikuwa nilitoka kwenye kampeni ya Tommy Hilfiger, na it opened other doors. Kwa hiyo labda ukiniuliza hilo swali kwamba what is memorable au kitu gani ambazo kimebakia ambacho labda kutoka kwenye combination ya fashion na maisha ya kipindi hicho, ni ule uwezo wa kuweza kurudi hata katika jamii ukapokelewa, yani na kuheshimika, yani you use what the fashion industry opened the door to do other things. Kama nilivyosema, nafikiri alama katika maisha yangu mimi always nafikiri nilivyokuzwa ni kusaidia. So the fashion industry platform ilinipa
opportunity yaweza kuongea na maraisi, mawaziri, mpaka mtu wa sokoni. So you can burn those bridges and you can help a lot of people. Na wewe ukajiwekea na wewe mwenyewe ukajitengenezea maisha, lakini pia ukasaidia kutengeneza pia maisha ya wengine. Hapo nikibaki kwenye mafanikio na safari ya tasnia kwa ujumla, kipindi ambacho wewe Tausi na wanamitindo wengine ambao walikuwa wanaanza kwa nchi unaotokea Tanzania, haikuwa fashion ni kitu ambacho kinapewa kipaumbele, ukizingatia ilikuwa inaonekana fani ya uhuni, watoto wa kike kama wanajidhalilisha na kadhalika. Walau ninyi ambao umeenda kimataifa mkirudi ndio mlikuwa mnaonesha ule mwangaza. Kwa waliobaki nyumbani ilikuwa inaonekana changamoto. Sasa hivi ukifananisha uwepo wa teknolojia, uwazi na maendeleo kwa fashion industry ama modeling industry ya Afrika na hasa Tanzania ambako umetoka, unaiona imeporomoka ukilinganisha na nyinyi ambapo mlianza kipindi kile na hali ilivyokuwa, sambamba na sasa hivi ambapo teknolojia imekuwa, yamkini watu walikuwa wanategemea makubwa zaidi? Je, ukiitazama tasnia unaona makubwa yamefikiwa? Kwa kweli exposure it's very important. Kwa hiyo kama ulivyosema, miaka hiyo ya nyuma, mimi nafikiri nilikuwa mwanzoni kabisa kwanza ku cross over hiyo high fashion. Kuna mambo mengine si ya urembo, ya umisi, hivyo vingine. Yes. But to be talking about high fashion, we're talking about runways in Paris, we are talking about, yani unaongelea ile high fashion. Kwa kweli kule nyumbani kama ulivyosema, hata mimi mwenyewe, manake mimi nilikuwa mtu wa dini, mtu wa shule, niliona kama walikuwa ni approach, nikaona kama this is not what a good girl is supposed to do in the beginning. Na kwa sababu ndio mentality nilikuwa nimetoka nayo nyumbani, kwamba hapana, siwezi nikawa kwenye nimevaa swimsuit au hata nguo tu zingine nikatembea kwenye runway. It took me time. Lakini nilipoelewa kwamba fashion industry is like other careers ambayo inaheshimika, unakuwa na agents, unakuwa na managers, unakuwa na teams na nini. Nilipoelewa na nikapata some of the support system kule nyumbani ambazo waliweza kuelewa kwamba unapeperusha bendera na unaweza ukatusaidia. So when they took me over their wings hata kule nyumbani, ikanipa pia na heshima nyingi na kule nilipokuwepo Ujerumani. So sasa hivi kwa kipindi hiki ndio sometimes too much of everything is not a good thing. Hiyo hata watoto wangu nawaambia. Sasa hivi kama ulivyosema, kuna cell phones, kuna social media, kuna Instagram models, yani mtu hana agents na kuna influencers na it can still be a good thing na people wakatumia kwa vizuri. Ila kama nilivyosema, a lot of everything sometimes it's not a good thing, kwa sababu kunakuwa na ule mlipuko, ile infrastructure kwamba mtu ujifunze kutengeneza kitabu chako. Mfano kwenye modeling, when you start they create a portfolio for you. The more experience you get, the more campaigns, the more magazines, unazidi kupanda, bookings zako zinapanda, timu zako zinapanda, yani inakuwa ni infrastructure inakukuza. So it's different kwamba kwa sasa hivi nafikiri hata kule nyumbani tungeweza labda piga hatua zaidi kwenye fashion kama kungekuwa na hiyo infrastructure imeheshimika. Kwamba kweli kuna agency ambazo zina vibali, zinatumia opportunity na kweli kuwasaidia wasichana, kwa sababu nasikia wakati mwingine wanakuwa wanafanya kazi but maybe they are not being paid. So how will these people be able to pay their bills? Kama yani hiyo ni kama unasema ni career kama ya mtu anakwenda kazini. So labda hiyo hizi social media na new outlet zilikuja wakati hatujafikia ile position. Kama vile South Africa mfano, it's very good. A lot of people would go to South Africa, waka create a very good portfolio,
na wakawa booked overseas, wakaja huku wakaendelea pia. Labda nyumbani tulikuwa hatujafikia hiyo kwamba tumeshakuwa na mguu, alafu zikaja hizi social media. So kila mtu anaweza kufanya vitu vyake ambavyo labda kuna standard. Mfano, wewe ni mtu wa high fashion au wewe ni mtu wa commercial, na kama ni commercial unaweza, mtu yote anaweza kufanya. Anaweza akawa kwenye michezo, yani sports model, anaweza akawa na maumbile fulani na urefu fulani. Kati ya high fashion ilikuwa unabidi uwe na urefu fulani. Sasa hivi mtu anaweza kuwa labda anajiita model, wakati akienda nchi nyingine labda inakuwa ni tofauti, kwa sababu hatukukuza kufuatana na zile maybe international standard. Kama labda imeeleweka kabisa jamani. Tuko nyuma, nafikiri tuko nyuma nyumbani. Kama ulivyosema, kuna wasichana walitoka baada ya mimi, they are doing very well. They did very well. So lakini hawakufanikiwa kama nyumbani, walitoka kufanikiwa zaidi. Kweli kabisa jamani, ambao mnajiunga na sisi sasa hivi. Hii ni Talk to Diaspora. Mgeni wangu leo ni mwanamitindo wa kimataifa aliyekuwa mwenyewe anasema sasa hivi amestaafu. Atatuambia anafanya nini baada ya kustaafu. Si mwingine bali ni dada Tausili Kokola, jina tajika na heshimika kabisa pale nchini Tanzania kwa upande wa mitindo na urembo. Anatupa safari ya maisha kwenye nchi anayoishi, lakini tumeanza kidogo na kujikumbusha career yake. Hauwezi kuanza mazungumzo na Tausili Kokola bila kupitia historia yake ya alikuanzia hasa kwenye masuala ya urembo. Tausi, tukiendelea kuongea haya hatutamaliza. Hebu niambie kwanza, kuna posti moja ulichapisha kama miaka 2 ama 3 iliyopita kwamba umetimiza miaka 50. Watu wakagumza, likawa gumzo pale, sio kweli, mbona anaonekana kama 30, mbona? Tupe siri ya kuzidi kuonekana kijana, na je 50 kweli? Ndio. Kwa kweli huwa naisikia sana hiyo, hata huku ninapoishi. Wakati mwingine nikisema miaka yangu wanashtuka, wanasema hapana. I think I'm grateful to have aged gracefully. Macho na kuvaa miwani kunanikumbusha kwamba I have aged zaidi ya mwili. Lakini nafikiri positive life, positive living inasaidia sana. Nikiangalia katika familia yangu tuna genes nzuri. Maanake kuna aunti zangu nilikuwa nawaangalia nilipokuwa shule. Sasa hivi nikienda kuwaona, bado nawaona kama vile nilivyokuwa wakati mwingine nawakumbuka. Yani they still look very good. Kwa hiyo nafikiri tumebarikiwa katika familia, genes nzuri. Fast forward maisha yangu katika fashion, kulikuwa na a lot of unhealthy behavior na pia healthy behavior. Kwa hiyo mtu una choose how to keep your body, how to exercise, unajifunza. So mimi nilijitahidi kufuata upande ambao nifikiri utakuwa ni positive. So kama ulivyoeleza, napika na wanangu, nawapikia almost every day home meal. I prefer that. Kwa hiyo my breakfast, for example, I prefer to mix vegetables and fruits kwenye smoothies. Nazifanya hiyo, ndio inakuwa breakfast yangu. Sio mambo ya chai na vitumbua. Sio mambo ya chai na vitumbua. Vitumbua na chai. Chai unaweza ukanywa pia. Kama leo ninafikiri I'm coming down with cold or something. Cold imenani. So since morning ninakunywa chai, naweka lemon and honey. It could be good for you. Lakini sio ile ya kuwekeza yani ile sukari ile, tena white sugar ile. At least uweke kidogo brown sugar na kidogo tu ugali. Hizo tunajua madhara ya sukari kwa wingi, ndio. So nafanya hiyo smoothies. Wakati mwingine naweza nikafanya labda yai kidogo. Hizo wanazoita carbohydrates kidogo na avoid. Nakula, manake kila kitu kama maisha
it has to be a balance. Lakini nakuwa natumia kidogo. Kwa hiyo sijui mikate nini na nini, nakuwa hata kama nikichukua inakuwa labda brown bread ambayo hiyo whole wheat, najua ikiingia mwilini mwangu itanipa nguvu. So fast forward, kunywa maji. Kunywa maji muhimu sana. Sana sana. Alafu kufanya mazoezi kama umeweza kuangalia, wakati mwingine huwa na share videos. I try to work out 3 times a week, ambayo nina strength. Hata unapo age inabidi wanaita hizi body mass kidogo, uwe hata mwembamba unene, inabidi mifupa na mwili uweza kubeba. So I do those kama nilivyosema 3 times a week. Nakwenda sauna 3 times a week. Na sweat wanavitaji hivyo uchafu. Unatoa uchafu na sumu mwilini. It helps for your skin. It helps for keeping your weight. Mchana nakula vegetables au salads. Naweka na fish. Napenda sana samaki. Nanunua fresh fish na natengeneza mwenyewe na olive oil, au niliacha kula red meat miaka mingi. Nyama ya kuku nakula. Ila nyama ya ng'ombe na nguruwe na hivyo niliacha muda mrefu. Sio kwamba ni vegetarian, yani kwamba mimi nikikuta nasema hiyo sitashika. Ila inakuwa labda nikikuta mtu ametengeneza mara moja, lakini mimi mwenyewe huwa sinunui. Nyumbani haipatikani. Hapana, kwenye friji hakuna nyama. Haya jamani, pia inabidi, yani siwezi, na wenyewe pia nakuwa nawafundisha, lakini wenyewe wanapenda vitu kama spaghetti, wanapenda wali na wanapenda nini. Beans is very good too. It's a good protein. Kwa hiyo nimekuchukua mazoezi kidogo, balance vyakula, breakfast, nakula lunch, jioni. What do I eat in the evening? It all depends. Inaweza kana ikawa kama ile ya mchana, au ikawa pia ina salads na matunda mengi. Na huwa sili masaa mawili kabla sijakwenda kulala. Namaliza kula saa 12 mara nyingi wanakuwa, kwa sababu huwa ni 9 o'clock 10 o'clock nimeshalala. Asubuhi saa 11 nimeshaamka. Jamani, chukueni nondo hizo. Siri sana usiku. Nikisikia njaa naweza kula matunda pia. Sawa. Jamani, mmesikia? Sidhani miili inakuja tu, watu wanatengeneza. Kwa hiyo unavyomwadmire Tausi jamani, wenyewe mnaita stage 5, lakini mbona bado ana look kama stage 3? Amekupa kidogo tu kwa ufupi zile rutini anazofanya za chakula na ratiba yake kidogo kwa ujumla, ili uweze kuona jinsi gani anajimaintain. Na unaweza pia kumfollow Instagram @TausiLikokola ukaona vile vitu, kwa sababu uzuri pia ana share. Kwa kazi kwako, unaitamani, unaivutiwa kuwa na sio kitu kibaya. Tunasema tunajifunza kupitia kwa wengine, kwa hiyo unaweza pia kujifunza kutoka kwake. Sasa Dada Tausi, nakuleta rasmi kwenye maisha ya ughaibuni. Umeishi nje ya Tanzania kwa zaidi ya miaka 25, ukihama nchi mbalimbali. Umeishi Finland, umeishi Ujerumani, umeishi Japan, unaishi Marekani. Inawezekana kuna nchi nyingine pia ushawahi kuishi au kutembea kutokana na kazi na mambo mengine. Safi kabisa. Nimezikusanya Ujerumani, Korea, Japani na sehemu nyingine ambazo umeishi. Nipe experience yako ya maisha ya ughaibuni. Unayaonaje? Ni vitu gani hasa vinakuvutia? Unasema hivi, jamani, ningetamani nyumbani wajifunze, ama vinakukwaza? Inawezekana pia upo, lakini unasema kwa sababu ndio maisha yamekupeleka huko. Vinaweza vikawa vinakuboa, lakini unaishi tu. Unaweza ukachagua nchi mbili kati ya ulizoishi, aidha Ujerumani na Marekani, ambako kwa sasa ndipo upo. Kwa kweli nafikiri katika tamaduni na katika opportunities na maisha katika nchi tofauti, kila sehemu unayokwenda kuna vizuri na vibaya. Kuna vitu ambavyo labda ni tofauti sana, ambavyo
unaamua kuto kuwa part of that. Nafikiri hata kwenye nchi yetu kuna vitu vingi kwenye culture na nini ambapo ni vizuri sana, na kuna vitu vingine tunaweza we can do better. Kwa hiyo ni the same, nafikiri opportunity ya kuweza kuishi kwenye nchi nyingi na kuangalia culture nyingi, unaweza ukapick what part of that culture ina nzuri sana na ina enhance maisha, quality ya maisha na utamaduni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi labda nikichagua, kama ukiniuliza, na mimi niona nasema ni Tanzania at heart at all the time, ingawa nina passport ya nchi nyingine. Naweza hiyo itakuwa topic nyingine kabisa ya sawa. Lakini nyumbani ni nyumbani, so I will always respect, love and honor my place of birth, Tanzania, sindio? Alafu ukienda nchi nyingine, nafikiri miaka yangu niliyoishi Japan was the most peaceful, ingawa nilikuwa na challenge za uzazi na vitu vingine ambavyo tunaweza tukaongelea siku nyingine au nimeandika pia kwenye kitabu. So maisha yangu ya Japani niliyapenda sana kwa sababu utamaduni wao ulikuwa una fit sana na personality yangu, yani ile sio hectic. Kuna heshima sana, kuna hali ya hewa ilikuwa nzuri, maanake nilikuwa naishi Okinawa, ni kisiwa, ilikuwa inanikumbusha sana nyumbani. Na nilikuwa naishi kabisa kwenye bahari, yani I had a view of the ocean. Wow. So every morning naenda pale baharini na tembea for my morning exercise. Jioni pia na tembea, and I had so much peace to be able to write. Ninapenda kuandika, kwa hiyo nikiangalia maji na watu wote wanaheshima sana. Yani hakuna fujo za kuogopa mtu anaweza kukuvamia, au watu wengine wanaweza kuwa disrespectful katika mitaa. It's not like that in Japan. So I really respected that, and I said, if I could choose, maybe naweza nikaishi Japan. On the other hand, sasa nipo between Ujerumani na Japan. Kila sehemu unajifunza, na hapa Marekani kitu ambacho ninakipenda, you make life what you want it to be. Yani opportunities hapa, it's really wanaita ni country unlimited opportunities. Iko kweli hapa Marekani, you can make it what you want it to be. Nilivyokuwa Ujerumani, milango mingi sana ilifunguka, lakini there was a lot of restrictions as immigrant, as person who comes in, ambayo ulikuwa na passport ya nchi nyingine na nini. Ni tofauti kidogo na hapa Marekani, ingawa sasa hivi tuko kwenye era nyingine pia hapa Marekani. Kuna uongozi mpya, kwa hiyo kunaanza kuwa na restrictions fulani hivi ambazo unafikiria kama vile survival for the thickest kind of a spirit. Inaanza kuwa inakuja sana juu. Na nafikiri we will have to deal with that in the next 4 years. Lakini katika popote pale ndio maisha, unabidi you flourish where life plants you. Kwa hiyo hata ukiwa na obstacle unajaribu kuangalia utazichambua namna gani. So nafikiri nitachagua Japani. You know, where I made the most of my life would be Germany and here in the United States of America. Okay. Nataka pia uniambie, wewe ni mama wa watoto wawili, teenagers kabisa. Malezi ya watoto kwa mama wa Kiafrika ambaye kalelewa kwenye mila, tamaduni na desturi za Kiafrika. Imekuwa challenge kiasi gani kwa upande wako kuwakuza watoto tofauti na vile ambavyo wewe umekuzwa, ama unawakuza kama wewe ulivyolelewa Afrika? Mimi mkali. Well, nafikiri
kama nilivyosema, kuna vitu ambavyo nitabaki kwa Mtanzania na exposure inakuonyesha elimu nyingine. Yani there are books there, but when you live and travel, there is a different type of education ambayo inakumold. Kwa hiyo naweza kusema kuna sehemu za utamaduni wetu wa Tanzania ambazo labda nilifundishwa, ambavyo labda zilikuwa zimenikuza na ni nzuri sana, lakini I could make a certain adjustment. Just a quick example. Kwetu labda ilikuwa ni vigumu kwa utamaduni baba kukwambia napenda mwanangu, si ndio? It's just not unamwambiaje? Sio kwamba hawakupendi. It came a long way. Mpaka sasa hivi babangu mimi ananitumia kahat ka emoji. We came a long way. Yeah. So that's something that I think mimi na wanangu, yani mimi wanangu huwa mpaka nawasumbua all the time, na anawapa hiyo assurance kwamba nawapenda. So nafikiri nimechanganya kidogo, nimechukua ile ya utamaduni wetu na pia nizamu. Yani mimi mwanangu kuna hapa kama uliposema kuna changamoto hapa, kuna vitu utakiwi sijui mwambie mtoto au uwezi ukamdiscipline namna fulani au nini na nini. Mimi ilibidi nitafute balance, nikamwambia uwezi kucheza na mama, yani when mama speaks when yani hauwezi kuwa back and back unaongea unajibizana na mzazi na vitu kama hivyo. So I was very forward with my kids on I'm an African mama to start with, I'm a Tanzanian mom. So there are certain things I can't tolerate na nini na wakati mwingine, lakini pia wanafahamu mommy is, yani I can go to my mom for anything. Na tuko very close na tunafanya a lot of things ambayo labda mimi I wish ningekuwa na wazazi nikafanya nao pia. So unatafuta balance, vilivyo vizuri unavinsta, na vingine unaweza ukaviweka kidogo pembeni ukatafuta, ili hata wenyewe waweze pia kufit kwenye system. Sio in a way just to fit in, lakini to fit in, yani wawe operating, yani wawe wana function vizuri. Okay. Nataka kujua umeolewa, of course najua ni mama, lakini pia lazima ni mke. Tuzungumzie partner wako. Ni raia wa Marekani huko ama ni Mtanzania mwenzako? Kwa sababu gani nimeuliza hilo swali? Nataka uniambie experience yako ya kukutanisha culture tofauti. Ukizingatia wapo baadhi ya vijana wengi wa kike kwa wa kiume ambao wanatamani kupata wenza kutoka mataifa mengine, lakini hawaelewi vile vitu. Walau wape vitatu vya kuzingatia kama uko kwenye mahusiano na mtu ambaye si raia wa Tanzania, lakini kama ni Mtanzania, of course najua mtakuwa mnaongea lugha moja. Sasa kama umenifuata miaka mingi yote, kitu kimoja ambacho huwa sijakileta katika public ni ndoa au mahusiano, ile sacred ya ndoa. Hiyo katika miaka yote nafikiri nimekaa kwenye media tangu akijapata television Tanzania. Yani nilikuwaga Clouds FM, tunakwenda kwenye radio tuna kwa marehemu Ruge na kusaga na nini. Since that time, hiyo swali walikuwa wananiuliza, "Hasa umeelewa? Ni mzungu, ni Mtanzania, nini na nini?" From what I can say from your question, ni kwamba popote pale katika mahusiano ni watu wanaanza kwanza wawili, alafu wanazungukwa na community, wanazungukwa na system fulani, support system. Yes. So between those two, it's what they will make it to be kuhusu ndoa. Kama mimi ni Mkristo, kuna
community ya kanisa, kuna community ya popote pale mwanamume. Hivi kitabu changu hicho nimekiweka hapo. Jana tu nilikuwa na tengeneza kwenye vitabu vyangu hapa, nilikuwa naweka. Anyway, nikawa imeongelea hiyo mambo ya making marriage work. So in any culture and in any way, if you ukiolewa na Mtanzania, ukiolewa na mzungu, ukiolewa na African American, yani kwa sababu mtu ukisema foreign pia wana tofauti. Yeah. Tofauti ya race, wana tofauti. Nafikiri popote it's what you all decide to make the marriage to be. Ambazo kama tunavyojua kwa upande wa baba mara nyingi sana wanahitaji respect. Wanahitaji respect. Alafu kuna pia lifestyle ambazo yani maisha yenu nyinyi yanakuaje, au mnataka mtengeneze maisha yenu namna gani, watoto wenu mtawakuza namna gani, mkienda mkifikia hiyo hatua, mtawalea kwa faith gani, au mtawalea yani watachapa hawachapi. Yani yote it really depends on how that particular home will work. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa upande wangu ni kwamba tunamshukuru Mungu kwamba tumeweza kuwalea na tumeweza hopefully instill hizo character, heshima, character za upendo, na nini. Jamani, Datausi amekopa swali letu, lakini kwa maelezo yake tunaweza tukapata picha. Kuna mtu anauliza nini na watu wanaandika. Datausi anakopa swali letu, lakini ametujibu kwamba inategemea mtu na mtu. Yeye anaweza akawa na raia nchi nyingine, lakini je, ndani mmekubaliana vipi? Hicho ndio kinachomata. Sasa hapo nikibaki kwako. Datausi, kabla sijaingia kwenye kazi zako zingine unazofanya, na imani umeshai kukutana na hili swali la watu, mtu anakuambia Tausi, si uko Marekani bwana, hebu nitafutie mzungu ama nivute na mimi nije Marekani. Ukikutana na swali kama hili la nitafutie partner, na labda partner wa kizungu, ama nivute na mimi nije nitafanya chochote, remind you umetoka kusema Marekani ina fursa nyingi, yani mtu anaweza kaingia, fursa zipo. Sasa unapokutana na mtu anakuambia hebu Tausi nivute bwana, au kama mna kazi wewe nitafutie hata mzungu, mimi niko radhi kwa na hata na babu, watu wanafikia kutamka maneno hayo. Unapokutana na maombi ya namna hiyo, huwa unajibu vipi? Sisi nyumbani, mtu yoyote akiishi nje ya nchi, kwanza ni tajiri, ndio kwanza, alafu ni yani msaada unaombwa at all time. Yani mimi hizo DM na yani it's a cultural thing. Nafikiri hata mtu ambaye is very well to be, yani mimi sitaki kuongea mbaya, lakini kuna superstars na very well wanakulicha the same. So it's not about what you have or what you're building. It's more a cultural thing. Dada nipe zawadi, dada nitafutie kazi, dada nitafutie mume, dada, yani it's somewhere there kwenye utamaduni wetu ambao it can be overwhelming, kwa sababu kwanza hapa mfano ni mtu hata Ujerumani alafu nije hapa, uwezi tu ukamleta mtu, uwezi ukampatia kazi au even sijui kumpeleka hospitali au nini na nini, kwa sababu kuna structure fulani hivi ambazo mtu you have to be responsible for your life. Yani hauwezi uka-co-sign hapa kununua nyumba na mtu, hauwezi uka-co-sign hapa kununua gari na mtu, huwezi uka-co-sign kwenda benki kupata mkopo. The same inakuja na maisha ya watu. Huwezi uka-co-sign well-being ya another human being in any form. Kwa hiyo ule ujamaa wetu ambao tunafikiri labda ukifanya hivi, mimi nikikutambulisha au nikakupeleka
kwenye sehemu ambayo maybe it's not your calling and it's not your life, it's gonna fall back on the person. Yani tena hapa mfano kuna sijui umemvoucher mtu kumkaribisha Marekani, si ndio? Au something happens, they will come and knock on your door. Yes. Si ndio? So that's a huge responsibility ambayo, kumbuka huyu mtu unayejaribu kuomba huo msaada ana familia yake, ana challenge ambazo regardless what status in life you have, everybody goes through certain things. Kwamba tujifunze kuelewa how are you doing, now to build the relationships ambazo it's not can I have that and can I have this and can I have that. Kwa hiyo ule ujamaa tutumie kujenga, sio kutumia kuchukua. Unaelewa? So it can be very overwhelming. Na huyo mtu anayeniuliza nipatie hata mzee, that's a very dehumanizing statement actually. Kwamba mimi sina direction, I'd rather help you to learn how to fish so that you can go to the ocean ukapata samaki ukatengeneza maisha yako. Yani mtu unamsaidia bila education behind how they can live their life. Hiyo sijui inaendaje kwamba mzee au nipatie tu hata mzee. I don't know. I'm not siko kwenye position ya kuharibu au kutengeneza kwa fast narrowing na fast hopes. Sasa huwa unawaambia nini? Nilipokuwa Tanzania 2016 nilitengeneza show ya wasichana, ilikuwa National TV, ilikuwa kwa TV1. Niliita Tausi Kokola's African Princess Model Search, lakini ilikuwa more to educate the young women who were going to the fashion industry na to provide tools pia. Kwa hiyo wasichana walipokuwa wanakuja, mimi nikawa nawaambia ukweli kwamba not all that times it's gold. Yani kila sio kwa hiyo I cannot sell empty dreams kwako wewe kwamba utakuwa supermodel, utafanikiwa hivi na hivi. Naweza tu nikakuelimisha vitu ambavyo mimi nilipitia, then you can make it your own, on your own calling and on your own path. Kwa hiyo I think in that question I'll say the same. Nitakushauri hivyo fata infrastructure zilizotolewa ambazo maybe ukapata elimu fulani au uka-apply for scholarships au uka-apply. Kama mimi nilikwenda kwa scholarship, sikupata sponsor. Ukupata babu. So just be real with people and hopefully wataelimika na kupenda kuelimika. Maanake sisi wote, not that I know everything, najifunza. So we can all educate one another. Na pia to change a little bit of our mentality that we are entitled to what other people say, that we are entitled to sijui, yani inabidi mimi ni mtu wa msaada katika community. If I tell you only this year nimepeleka watu shule, na sasa hivi launch vitabu vinakwenda kusaidia organizations. So but it's infrastructure, there is a structure there. Yes, jamani, huyo ndio Tausi Kokola, mwana mitindo wa kimataifa mstaafu kwa sasa. Ametueleza mengi. Kama unajiunga nasi umechelewa, lakini ukirudisha nyuma huko utaona mambo mazuri zaidi ambayo ameshare experience yake ya maisha ughaibuni kwenye nchi ambazo ameishi, lakini pia ameshare safari yake binafsi ya maisha ya modeling toka alipoanza mpaka alipofikia. Kipi kingine unataka kusikia? Mengi bado anatufungukia. Tausi, umegusia kidogo hapo kuhusiana na wewe ni mwandishi wa vitabu. Mimi nafahamu hivyo na ndio swali langu lilikuwa linafuata. Umeandika vitabu kadhaa.
ambavyo vinasaidia jamii. Kwanza nataka kufahamu, una vitabu kama Lesson Learned at Fifth, lakini pia una kitabu cha The African Princess, una kitabu The Touch of the Angel na vinginevyo ambavyo umeviandika. Mtu akipita kwenye biography yako pale ataviona, vingine umevipin kabisa pale juu. Ningependa kufahamu vitabu unavyoviandika una target audience gani, na uandishi wa vitabu kwanza ni kipaji chako, yani kutoka moyoni unapenda kuandika vitabu, unapenda watu, na nini watu wanajifunza kutokana na vitabu ambavyo unaviandika? Tuanzie hapo, ni passion yako na watu wanajifunza nini, na vitabu vyako haswa maudhui yake ni yapi kwa jamii, na kama utapenda kutuambia tunavipataje pia itakuwa ni vizuri. Ndio. So mimi nilikuwa na aibu sana nilipokuwa shule. I was very quiet. Nilikuwa naandika na nikafikia kuandika kwa newspaper ya shule, alafu nikawa mhariri wa newspaper ya shule. So nilianza ni tangu nilipo Usagara nilikuwa naandika. And then when I went to Europe and I went to the fashion industry, you have a lot of time between flights, between hotels, between watu wengi walipokuwa wakienda party. Mimi nilikuwa mara nyingi nakuwa chumbani kwangu hotelini. I try to write. So it's my escape. It has always been our escape. Lakini pia ni my way of expressing myself. Wengine huwa wanachukua diary, wanaandika, mimi naandika kitabu. So if you go through my books, it's where I was in life and what I was doing at that time. Nilipoandika The Art of Beauty and Health, nilianza kugundua mambo ya urembo, kuelewa mambo ya kusafisha ngozi, what skin routine you should use, na kutoka kwenye culture nilitengeneza booklet ambazo nilirudi nyumbani nikawa najaribu kushare na wanafunzi na shule kwamba ufanye mazoezi. Yani hivyo nilipoanza kujifunza nikaanza kuandika. And then I wrote the African Princess. This was the old cover. Sasa hivi tumepublish na hii ambayo ni more modest. Hii ni kweli ni kama semi-biographical novel. Yani mtu ametoka Tanzania, ametoka nyumbani, amekwenda kusoma, akakutana na world of glam and fashion and lights and actions and all that, na how she used that to give back to her place of birth. Kwa hiyo hii ni story kama vile nisema maisha yako. Ingawa nimeweka kidogo na fiction kidogo to make it more, you know, not completely. I'm not yet ready for my complete biography. So that was a bit. So for your question, what can a person learn from it? Labda, if I could do it, somebody else could do it. Kwa sababu nimetokea kwenye sehemu mpaka nacheza bila viatu na kwenda kukaa tables with presidents to break bread together. So hiyo ni safari ya The African Princess. Alafu nimeongelea kitabu cha The Art of Beauty and Health. And then in between nikaandika Beautiful You, ambayo ni vijana sana kwa easy again self-awareness. Mimi nilikuwa mrefu sana shuleni na nilikuwa very skinny, and kama vile tulivyokuwa tumeongea mwanzoni, yani nilikuwa na complex fulani kwa sababu sikuwa na mtu wa kuja kuniambia oh you're so beautiful, or you know, nilikuwa najaribu kujipinda, yani nilikuwa na aibu, yani I did not have the opportunity of big sis. I try to be that for other young women, kwamba kila mtu is differently ameumbwa tofauti, na wewe you're special, na ujipende na hizi na hivi na hivi. So that was Beautiful You, ambayo mpaka sasa hivi every now and then naweza kwenda kwenye mashule, naweza kwenda kwenye kanisa na sehemu nyingine nikaongea na wasichana. Then the fourth book
when in the journey of motherhood, mtoto wangu wa kwanza Amani nilimzaa akafariki. So that is a story of a mother mourning her child, and the step in life, are you going to be better or bitter? Najua umepata mtoto, umepoteza mtoto, je, maisha yanaendeleaje na utafanya nini? Na hiyo ndio ilikuwa story hiyo. Na nikaendelea mpaka baadaye lessons learned by 50. Sasa nimeshakuwa mama, na kutoka kwenye The Touch of an Angel, ile experience sasa huko nimeshalea watoto, nimeshakuwa mtu mzima, na vitu kama hivi. Actually ni kwenye, wewe uliniuliza ile swali, ukifungua kwenye ile ya ndoa pale, ukifungua kwenye kitabu cha The Touch of an Angel, unaweza kuona kidogo. Haya jamani, wale mnauliza Datausi kaolewa na nani, wapi? Kitabu chake kina majibu. Unaweza kuona kidogo. Majibu yapo kwenye kitabu. Hongera sana Datausi. Sasa watu wanavipataje hivi vitabu wanaotaka kuvisoma? Vitabu yote viko Amazon. I mean, the last 3 that are now in circulation, ambayo the one I just launched, Lessons Learned by 50. Alafu The Touch of an Angel modified. It used to be like this. Now it's like this. Alafu nimekuonesha na African Princess. Vyote viko Amazon, na kwenye Amazon unakwenda Amazon Tausi Likokola Books. Okay. Na pia ukienda kwenye Instagram yangu Tausi Likokola, pale juu nimeiweka hiyo link. Ukienda unakuta vitabu vyote. Na gharama watu wanalipia, kwa sababu naamini wapo wanaokufuatilia na wangetamani kuvisoma lakini hawana, labda hawaelewi mambo ya kulipia online, labda kulipia kwa fedha za kigeni, wanatamani viwe labda kwenye library zetu za kawaida kabisa, mfano pale Posta, maktaba, ama kwa Mkuki na Nyota, wakienda wavikute. Kuna mchakato wa kuvipeleka huko? Sasa vitabu vyangu The African Princess iko Sleepway, The Novel Idea. Zanzibar iko Memories of Zanzibar. Ambapo ni vipya hivi, hiki kimeshafika nyumbani. Kwa hiyo bado labda July naweza nikaenda kwa book signing. Sasa hivi bado naongea na Novel Idea hapo nyumbani, ila unaweza ukaandika kwenye Instagram au nini. Vitabu vimeshafika, ingawa vimefika kwa sababu kuna watu wali-order. So we send a bunch of them and they are still there. Ila tutafanya utaratibu wa bookstore gani ambayo zitakuwepo, na library gani. Hiki kiko Tanzanian Library pia. Dar es Salaam ndipo the African Princess nilivipeleka mwenyewe pale. Na SBN pia niliyotumia ilikuwa ni ya Tanzania. Ingawa kilichapishwa Ujerumani. Alafu River tumefanya Marekani. Nice. Sasa unawezaje wewe kujigawa, mama, balozi, mwandishi wa vitabu, mwana mitindo, haya mambo yote kwenye kichwa kimoja cha Tausi Likokola? Mtu anayetamani kuwa multitask kama wewe, anawezaje? Labda ningekwambia mshauri mtu ambaye ni mama lakini labda anaona siwezi kuwa mama, kuwa mfanyabiashara, tena hasa ukizingatia kulea watoto ughaibuni sio jambo jepesi. Huwezi kuafford na kazi. Mtu anaona bora niwe mama, mume asaidie, ama bora niwe mama tu na kufanya kazi. Lakini wewe unaandika vitabu, unalea watoto, unafanya shughuli zako za kijamii, bado unafanya mambo ya mitandao na unafanya vizuri. Unawezaje kugawa muda wako? Just kuwamegea siri kidogo tu wengine na wenyewe wanaojitafuta au wana struggle kujipanga, mbinu gani unawaibia? In life everything is about balance and prioritizing. Uweke umuhimu. Kila mtu ana masaa the same. Very true. So how do you divide that to
be able to follow your dreams, kulea watoto, kuwa labda mama wa nyumba, how do you do that? Kwa kweli ni kuprioritize. Wewe prioritize muda wako na inawezekana. Ukisha prioritize kwamba hii ndio nitaweza kupanga maisha yangu na kupanga muda wangu na nini, then you really take steps kwenda kwa hiyo. Yani inabidi unajua boundaries is very important. Kama ikibidi ujifungie, basi jifungie. Ikibidi ublock, block. Manake uwezi ukawa kwenye social media, uwezi ukawa kwenye kila sehemu na kwenye kila kitu na nini. So you have to discipline yourself somehow. Na pia uweke boundaries. Boundaries with friends, boundaries with your cycle and family. Yani uweze kufanya unachoweza kufanya. Mara nyingine wewe pia mwenyewe ujipende, ujithamini. Only by wewe mwenyewe ukipenda, maybe it will be easier for you kupenda watu wengine. Ukiwa overstretching yourself, basi utajipoteza na mwenyewe, na pia hakutakuwa na uwezo wa kufanya vitu vyako. Mfano watu wengi wananiuliza how can you write au nini na nini. Natafuta muda wangu, nimeshajifunza baada ya muda mrefu kuamka asubuhi. Basi naamka asubuhi mapema. What makes me be able to wake up in the morning? Na wake up with morning, naweka moto kidogo, najiamsha mwenye taratibu. Napata coffee yangu kabla mtu yote hajaamka. Napata coffee yangu, nakuwa na quiet time. Hiyo nikiwa na quiet time naweza kuplan kidogo. Sasa hii nifanye hivi sasa hivi. By the time na mimi nimekuza wanangu mwenyewe. By the time watoto wangu wakiamka, nimesha plani mwenyewe siku yangu ya leo itakuwaje. And then I follow that. Baadaye tunaweza tukapata small talk. Before my kids go to school, we pray together every day. Wanaondoka na baki mwenyewe sasa hapo mtu mwingine labda inabidi uende kazini, lakini kwa sababu tayari mimi natoka kwenye ngazi na rudi chini home office, nimetengeneza office na kuja huku naanza sasa. Lakini mtu mwingine anasema labda inabidi utoke uondoke uende kazini. Ukiwa uliamka mapema ukapanga siku yako, basi umepata muda wa asubuhi, umekwenda umefanya shughuli zako. Baadaye unakuwa na lunch break, then you excel, you inhale, unafanya kitu fulani. Mdi fulani ukimaliza kazi the same. Labda umepika weekend, umefreeze vyakula vyako, wakati mwingine huwa napika naweka, unakuwa na muda wa kufanya vitu vingine. So everything is about balance, prioritizing. Na you have to be like nilivyosema, boundaries. You have to be able to say no. And you have to be able to, also priority, self-respect mwenyewe na self-respect. Also, boundaries belong there too. Balance, jamani. Ondokeni nayo balance. Kama uje balance, mambo hayaendi. Sawa, Dr. Ussi, nikikwambia labda kwa maneno mafupi uwashauri upcoming models ambao wanatamani kufanya vizuri kimataifa, mambo gani matatu wanafaa kuzingatia? Matatu? Models, ndio, wana mitindo. Kwa kweli, ya kwanza, kujithamini. Yani ile confidence ile, kwamba this is my calling, I can do that. The package including taking care of yourself. Uweze kufanya mazoezi, yani uwe katika ile movement ya model. Yani ukiingia, a model has worked. Mimi sasa hivi miaka 52 whatever. Nikiingia sehemu, ingawa nimeshamaliza ile, lakini you have that aura around you. Kwa hiyo uwe na hiyo confidence na kujipenda, ya kujithamini. Ya pili,
respect pia ambazo zinaenda pamoja. Unajua watu wengine huwa wanasema sijui urembo, sijui fashion is a bad attitude, No. bad press, make yani stand out na nini. I've never had, thank God, I've never had any scandal in my whole life. Na labda sikufikisha level fulani ambayo watu wangeweza wakawa na, kama ulikuwa umesema wewe, watu wa 2000 labda hata wengine and that's okay. You know, your soul, your spirit, it's all, not everything is fame. Ndio maana mimi mtu ukini approach for interview, anything, if I don't have reason to be there, I want to be there. Kwa hiyo ni muhimu pia. Uwe unajijenga kwamba uwe na hiyo respect, uwe na hiyo. Alafu nyingine pia purpose. Nimefanya audition na casting calls nyingi sana. Mimi as a model, lakini pia nimechagua ambassadors wa kampuni nyingine, including my own show, TV show in Tanzania. Nilikuwa na casting. Wewe ukija pale, tafuna big G, una attitude fulani, alafu nitakuuliza why are you here, ukaniambia you want to be famous, you want to be known. Hiyo tayari ni very big red flag kwamba maybe this is not your path, kwa sababu kuna changamoto huko kwenye mambo ya fashion, yani ni ulimwengu. So ukija na ile mihemko ya umaarufu, anything, you probably gonna lose everything. Yeah. Kwa hiyo ukiwa na purpose itakusaidia sana. Mtu akija unasema kwamba I want to make a difference in the world, nika familia yangu kawasaidia na mimi mwenyewe nikajisaidia, nikajijenga. Wow, I'm already impressed kwa sababu una reasoning ya humanity behind you. Nice. Kwa hiyo hivyo vitu vitatu labda ni washauri ujitayarishe, yani uwe mentally una confident, second una hiyo self respect, na hiyo una purpose. Alright, nice. If isingekuwa wana mitindo, unadhani Tausi Likokola huyu leo watu wangekuwa wanamzungumzia kama nani? Yani ungekuwa unafanya nini? So nisingekuwa mwanamitindo au ningefuata hiyo path nilikuwa nimeenda Ujerumani, ambayo nilikuwa niko kwenye public relation, niko kwenye business administration, I think I will still would like to do something with humanity, human rights and all that. Like kwa kweli hata sasa hivi bado I'm putting my nose in everything that is involved in betterness of humankind. Kwa hiyo nafikiri hiyo ningejipeleka sana kwenye shughuli kama hizo. Nice. Speaking of putting your nose in every kind, tuzungumzie Tausi Coffee. Hii brand ni pia hii Tausi Likokola Coffee ni brand ambayo tunaiona inakuja speedi kweli kweli. Kwanza ni brand ambayo inapatikana Tanzania, Afrika, ama umeintroduce lakini inapatikana ughaibuni tu? Yeah, sasa unakumbuka nilikuwa nasema fashion hiyo imefungua mlango. So what I early learned in kwamba you can only do fashion as solo. And that window you are given maybe until 30. I mean, you can still model as older person, but when you have branded yourself, sio kwamba ndo unajitafuta, bado una direction, sindio? So nilijua mapema kwamba niweze kutumia hiyo milango kuandika vitabu, niweze kutumia hiyo milango kufanya vitu vingine. So whatever I do and whatever I use that I like, and I have an audience for that, and I have a target group for that market, now jaribu kufanya. So after wearing extensions for over 20 years, nikaja na Tausi Beautiful New Hair, ambazo nilizidistribute kwenye salons Tanzania exclusive, na sasa hivi hapa Marekani, kwa sababu nilikuwa nimepata distributors, bado ninatengeneza wigs na ninatengeneza vitu fulani ambavyo na a few chains ambazo nina distribute.
now back to your question on coffee, and then I also had a perfume ambayo bado ipo. Wow. Na nikaenda kwenye coffee. So coffee, nilipokuwa narudi nyumbani, all the time Wamarekani wananiomba, wanasema nyie mna chai nzuri na mna coffee nzuri. And I said, oh, I drink coffee almost every morning. This will be something I could brand. So nikaleta zawadi. Every Christmas naleta, niliweza join effort na Watanzania farmers na pia watu ambao hapa Marekani wanauza kahawa ya nyumbani. Nikawa nafanya packages for Christmas na wapa wiki. And then I asked them for feedback. Basi nikatengeneza, my team was a business proposal, tukapata Pico Coffee. Wow. Ambazo hiyo Pico Coffee bado iko labda haijasambaa bado completely kwenye supermarkets na nini still in a small base. Lakini for your question, na focus sana na Arabica kutoka Kilimanjaro ambayo pia nina Pia Berry ambayo is one of the best, world best coffee tunayo Kilimanjaro kwa Attitude nini. The coffee is so good. So I bring that coffee here in the States. Sio kwamba inauzwa nyumbani ila inatokea nyumbani. Wow. Hongera sana. Lakini pia naona Tausi unafanya charity things, unasomesha baadhi ya watoto. Nataka kujua mambo haya ya kijamii ambayo unafanya. Okay, sawa. Okay. Can you put the light over there, son? Yeah. Okay, be safe on the road. Okay. Yes. Na nilikuwa nasema najua pia unafanya charity things ikiwemo kusomesha watoto wa kike. Hii ni kampeni ambayo unaifanya chini ya shirika lako ama unaamua tu wewe mwenyewe binafsi na kile ulichonacho unaenda kwenye organization ambazo zina mabinti alafu unapiki wale ambao wana uhitaji unawasaidia kuwasomesha na mambo mengine? Hivyo kama nilivyokuwa nimeelezea before kwamba nilikuzwa kusaidia. So my beliefs pia ina ni support na kunencourage kusaidia. So nilipokuwa Ujerumani nikaona nimejua watu wengi. Nikaona na kipindi hicho nilifiwa na aunti yangu kwa HIV/AIDS. So nikatengeneza non-for-profit organization at that time. It used to be called Tausi AIDS Fund. Heidelberg, Germany, we had an office. Na nilikuwa every World AIDS Day nafanya gala kubwa. Mayors wanakuja. It was Heidelberg kwa kipindi hicho cha nyuma nilipokuwa Ujerumani. Na niliweza kurudi nyumbani na kufanya campaigns za education kusaidia. Kipindi hicho ilikuwa stigma kweli kwenye community hata kuongelea matatizo hayo. So nikawa nafanya radio interviews na advertisement. Nikawa naenda kwenye mashule kuongelea na pia nikawa nasaidia vifaa. I partnered that time with Wamata waliokuwa kule tulikuwa tunasaidia. So nika find your purpose kwamba you have a brand, you know people, you can always help. Hata ukiwa na unajua watu 10 unaweza mkaja pamoja mkaweza kusaidia wengine. So I continue. Nilipokuwa Japan nilikuwa mjamzito throughout. Miaka miwili ya kwanza, miwili iliyofuata nilikuwa mjamzito. Still I said I could do something. Ndio tukaendelea kufanya hizo gala tunasaidia Tanzania. So I continue with that with the same passion. Hata nilipokuwa siko kwenye limelight kwenye fashion yani. So kwamba unanisikia lakini behind the scene mimi naendelea kufanya. Na vitabu vyangu vyote nimecommit 10% inarudi kwenye jamii. Na identify different projects then I give back. Na fanya wa albino Tanzania nilikushwa pia. I go and help.
Wow. Nikisikia kuna mtu anahangaika, na kuna vitu vingine ambavyo vinanigusa kwa maisha ya watu wetu, watu wa nyumbani hivi. Kama umenifuatilia utakuwa lazima wajua, nikisikia mtu ameumizwa, nikisikia a place where I think I can add a positive voice, then I will do that. Wow. But nowadays I don't have a non-for-profit as such, ila na nimepartner na organization. For this year I partner with Untold, which is operated Kenya, Tanzania and Uganda. Tunasaidia hivyo, ni vichache tu ambavyo naweza vigusa, lakini kuna vingine vingi ambavyo mpaka sasa hivi kwa mwaka huu mpaka itakapokuwa December niko committed na wanajua kwamba tunawasaidia. Very nice. Labda tunaelekea ukingoni, Datausi, najua wewe ni mwana diaspora. Kuna mambo mengi sana yanaendelea kwa diasporas ambayo mnatamani ninyi kama diaspora binafsi mnapokutana yafanyiwe kazi. Nikikupa nafasi ya kuzungumza na serikali ya nchi unayotokea, uzungumzie jambo ambalo ungependa lifanyiwe kazi ili lilete tija kwa maslahi mapana ya diaspora, unapenda kuaddress kitu gani? Kwa upande wangu na watu ambao ninawajua ambao wako huku, a pressing issue has been of course dual citizenship, kwa sababu we feel limited on what we can do in our own motherland. Na nimekuwa mdau wa hii issue tangu nilipokuwa Ujerumani. Yani nilikuwa naenda ubalozini, naongea na mabalozi, narudi Tanzania, naongea. You would think we would have made at least some step forward. Serikali umeniambia kama nina chochote ambacho ningeweza kuambia serikali. Last time nilikaribishwa bungeni na speaker, na after that nikakaribishwa na diaspora special affiliation. Ikaenda wakaniambia kwamba wanafanya special status takazotolewa kwa diaspora, but it's still been talks and checks and balance. Yani hatujui msimamo, na kwa kweli labda ndio hiyo ningeweza kusema au kuuliza, yani where are we in that topic and all that movement and all that concern for many Tanzanians who live overseas, who literally can contribute so much more in the country. Watoto wetu, wajukuu, sisi wenyewe, expertise ziko nyingi sana ambazo Tanzania, kama tunavyoona nchi nyingine, China na sehemu nyingine, walirudi makwao wakajenga wakatengeneza. Lakini sasa ukienda kama mgeni, tunaingia airport, tunalipa visa, tunarudishiwa tu kwa hiki na kwa hivi na hivi. Hata mimi nilikuja nyumbani nikafanya show, so limited, unakuwa tena mgeni nyumbani kwako mwenyewe. So that would be maybe an issue that I will ask, like, hey, let's move forward. Let's give some sort of acknowledgement and recognition to Tanzanians who live elsewhere. They are still paying and bringing a lot to the country, by the way, even with restrictions. Sawa, naamini kabisa serikali yetu sikivu imesikia kilio cha diasporas wengi wa Tanzania ni masuala ya uraia pacha. Ipo mazungumzo kama Datausi hapa alivyogusia kuhusiana na special status, lakini bado diaspora anasema haijakaa sawa. Naamini kabisa serikali itafika sehemu sasa kati ya diaspora na serikali kuwa na jibu moja kwa maslahi mapana kabisa ya diasporas ambao kiukweli Tanzania ni nyumbani kwao. Huku majuu wamekuja kutafuta, kupambana, masomo, maisha, kazi na kadhalika, lakini inapokuja nyumbani ni wapi? Wanatambua wanako kwa kurudi ambako ni Tanzania. Kwa hiyo Datausi ameahidi na yeye kama mdau, kama mwana diaspora, anapokutana na ngazi za maamuzi atajaribu naye kusukuma ajenda hiyo mbele ili waweze kuona imefikia wapi, na tunategemea basi mambo yatakuwa mazuri. Datausi, mwisho kabisa, tasnia ya urembo Tanzania imegubikwa na msiba mzito wa mwanzilishi wa Lino Agents,
Uncle Hashim Lundenga. Alifahamika sana kwa kunoa na kuibua warembo waliofanya vizuri kabla hajaachia taji hilo, na sasa linaongozwa na Basila Mwanukuzi. Uncle Hashim Lundenga ukimtaja huwezi kuiona picha au sura ya Miss Tanzania ama urembo nchini Tanzania bila kulitaja jina lake. Mauti umemfika. Wewe kama mdau wa urembo ungependa akumbukwe kwa lipi hasa? Yani ungependa namna gani warembo wa muenzi Uncle Hashim Lundenga? Somebody somewhere started it. Sindio? Na yeye alijitoa na kuweka tasnia kwenye map. Yeah. In a way. So labda kuwe na kumbukumbu, wao wanaita memorial hizo, waweze kuiweka kwamba labda kunawezekana hata kwenye mambo yao ya umis wakawa na special tuzo ya kumrecognize. Lakini pia kunawezekana hata kuwa na foundation ambayo labda inaweza ikasaidia, inategemea na vision aliyokuwa nayo na team iliyokuwa nayo, kwa sababu nasikia management na leadership zinabadilika. And that's okay, lakini labda tukumbuke ilipotoka, na kama wanaweza wakam respect in a way for the work he has done, na akapewa recognition through foundation, through scholarship, through taji fulani ambalo labda inawezekana itasaidia. Yeah, thank you so much Tausi. Kwa kweli mimi umemaliza kila nilikuwa nataka kukuuliza. Labda kabla, kwa sababu tumemaliza na swali la huzuni kidogo, turudishe furaha. Muda wetu umekimbia kweli kweli. Mimi nasema asante. Labda mwisho kwa kifupi tu, kitu gani watu hawajui kuhusu wewe? Oh, that's an interesting question. I can be really how do I say it? My kids will tell you, I'm usually a very serious person. Lakini naweza nika lose in a way kwamba nikachekesha, so I have that side ambayo it's iko inaweza ikamshangaza mtu. Wanangu yani na kwenda na cheza mbele yao, na kuna vitu wakati mwingine wanawashtua na nini, so wanaona huyu mama na watu wengi hawajui kwamba yani I can get down if I have to. Sometimes I can get down, I can dance, I can have fun, na kuna hiyo serious side, lakini pia nina a very joking side and then a very fun, yeah. Life is too short, sawa? Jamani, ndivyo hivyo ambavyo tumemaliza interview yetu leo. Nilikuwa na mgeni wangu dada Tausi Likokole. Huyu alikuwa ni mwanamitindo wa kimataifa, mwenyewe ametuambia kwa sasa amestaafu, anafanya mambo mengine ya kijamii ikiwemo uandishi wa vitabu, ametoa namna ya kuvipata vitabu vyake, lakini pia anafanya charity events mbalimbali kwa kusaidia jamii huko alikotoka na mambo mengi. Yani unapolizungumzia kapu la Tausi Likokole limejaa mambo mengi sana, na ndio maana mwanzo nilikwambia unapotaja majina tajika, ukiandika Tausi Likokole unaona kabisa ni kitabu cha historia ya maisha ya mtu ambaye amejipanga na ameweza kutimiza kama sio 100 basi 99 ya mambo ambayo alitamani ayafanye kwenye dunia hii. Kwa hiyo mimi nasema thank you so much dada Tausi kwa kushare na sisi experience ya maisha yako ughaibuni hapa ndani ya Selene Network. Hii ni Talk to Diaspora. Mpaka wakati mwingine, na imani ukiwa na jambo jingine anytime usisite tafadhali, wewe unaweza kutuambia. Sisi tutakuwa na wewe hapa kwa ajili ya kushare uzoefu, kwa sababu tunaamini kupitia wewe watu wanajifunza. So thank you so much kwa muda wako na ubarikiwe. Asante sana kwa kunipa muda leo. Tumeongea, tumetafutana muda mrefu, but I'm so happy. Me too. We've been able to talk na nini. Na salamu Jerumani. Jamani zimefika, yani uje. Auf Wiedersehen. Bald sehen.
Yeah. Thank you so. Thank you. Jamani, hadi wakati mwingine, mimi naitwa Selina na kwa niaba ya mgeni wangu Tausi Likokola. Cheers. Cheers. Diaspora, Dr. Diaspora, Diaspora, African Diaspora. My people from Africa, kutoka pande zinginezo za dunia. Let us talk about your lives. Uhalisia wake tunataka kujua.